Mwili wako unaweza kuiharibu future yako kama usipokubali kuishinda vita ndani yako wewe mwenyewe. Najua ni kwa jinsi gani ilivyo ni raha, especially kwa mwanaume, kuhakikisha unaanza kufanya chasing, kukimbiza mawindo. Hii ni hali ya nature ya mwili, especially sisi wanaume. Lakini baada ya tension yote kuisha, kunapokuwa na utulivu, kuna sauti ya ndani inakuja na kuanza kuongelesha. Hii inaitwa ni conviction. Ni pale ambapo nafsi yako inakuweka wazi kwamba umeweza kukubali kutawaliwa na mnyama aliyeko ndani yako, ambaye ni tamaa ya mwili, kwa mara nyingine tena. So huu ni muda sahihi wa kuweza kuamua kutoka nafsini mwako kwamba lazima nije na strategy nyingine ya tofauti kuweza kukabiliana na huu udhaifu ambao niko nao all the time. These are weaknesses. Lust is weakness, and it's so strong to all men, even me myself. Lazima uhakikishe unakuja na plan na strategy ya kushindana na hii battle, na you have to win. Tunaishi ndani ya social media sasa hivi. So kama social media ndio kila kitu, lazima ujifunze kutengeneza algorithm yako kuwa kama silaha maalum kwa ajili ya kuweza kukabiliana na tamaa za mwili. Kwa mfano, chochote ambacho kinaonekana kabisa hiki hakijengi wala hakinisukumi kwenye purpose yangu ya maisha, hakikisha unaiset algorithm yako haikuletei vitu kama hivyo. Iko hivi, siri ya kusema hapana sio tu ile hali yako ya kuamua kusema hapana, bali inategemea sana na wewe kuamua kufocus na vitu vyote ulivyosema yes. Kama umesema yes kwenye hili jambo, ukifocus hapa kwenye hii yes, definitely umesema no bila hata kusema no kwenye jambo ambalo hulitaki. Kwa sababu iko hivi, kila saa unapokubali kufuata msukumo na sauti ya huyu beast anayeishi ndani yetu, it means unachengana na kusukuma mbali mipango ya Mungu aliyoipanga kwa ajili ya kuifanya kwenye maisha yako. Na kama utaweza kushindwa kusema no kwenye hii sauti ya mnyama aliyeko ndani wako, then tayari wewe ni liability, wewe tayari ni mzigo. Kwa sababu ili kuweza kuattain vitu ambavyo Mungu ameviandaa maalum kwa ajili yako kwenye engo zote za ukuaji wako, lazima uhakikishe unaishinda hii vita from within. Kwa sababu haya matokeo yanahitaji aina ya mtu mwingine tofauti na aina ya mtu ambaye wewe upo. Inahitaji mtu ambaye yupo committed, mtu ambaye yuko tayari kuwa mwanafunzi, mtu ambaye yupo tayari kuweza kuingia kwenye stewardship, mtu ambaye yuko tayari kuweza kukaa chini, kujifunza, kuomba, kujisubmit yeye mwenyewe chini ya Mungu 100% fully, bila kujifanya kwamba anataka kushindana kwa kutumia nguvu yake mwenyewe. Iko hivyo, hatuwezi kushindana hii vita kwa kujisaidia wenyewe kushindana, bali tunashindana hii vita kwa kufanya conviction, kuamua moyoni mwetu kwamba mimi nakuwa submitted chini ya God's will, God's power. Naamua kusubmit. Ukisamua kusubmit, definitely unasubmit chini yake, yeye ndo atasaidia kupambana juu ya vitu vyako. So the only option hapa ni wewe kukubali kuwa mwanaume. You have to choose between the two, between kuwa dominated with the voice of the beast, ama kuwa mwanaume aliyeamua kusimama na kuyataka matokeo yake ya msingi zaidi ambayo Mungu amemwekea mbele kwenye maisha yake. Na hii haiwezekani mpaka ujikane mwenyewe, like I'm going to submit myself. I'm not going to use my manhood. I'm going to use the submission to the will of God. Alafu Mungu anitumie kuhakikisha naweza kupata matokeo yangu nayotaka. There is only two choices hapa. Kuna maamuzi mawili ya kufanya, either huku ama huku. Hakuna in between. You cannot be a man without being a man. Kama unakubali kuendeshwa, then you are not a man. Ila ukikubali kusubmit, it means unasema no bila kusema no. Automatic unakuwa umeshinda hii no. Kwa sababu ukiamua kusema tu no, alafu ukashindwa kusema yes na kustick kwenye yes, then no haiwezi kushindwa, kwa sababu umesema no tu kwa maneno. Na no haijalishi umesema no au hujasema no. It's you to decide to become a man. Japokuwa yote haya nimeongea, mwisho wa siku ni wewe unapaswa kuchagua na kufanya maamuzi, sio mimi.